Na mimi ni mtu ambaye napenda burudani kwa kiasi chake. Sio sana lakini napenda burudani. Lakini kwa Tanzania hii hata usipokuwa upendi burudani, yani WCB utaipenda tu, kwani watu ambao wana matukio, wanatengeneza content, wanafanya nini. Umeelewa eh? Lakini bahati nzuri unajua mimi nilianza kuwa shabiki wa WCB miaka ile zamani kabisa. Napenda sana WCB miaka ile zamani kabisa. Umeelewa eh? Kwa hiyo kanitengeneza nikawa karibu, yani mimi kwa shikaji zangu kuna Romo kimuuliza, Romo nimemjua miaka hii hata 10 nyuma. Umeona eh? Kwa hiyo nilikuwa namfahamu toka zamani sana. Kwa hiyo ndo mwanzo wa kuwa karibu na WCB. Okay, vizuri sana. Tuliona the way ambavyo palikuwa na watu wengi sana pale. Lakini Issa Tambuo alimeshiniwa kwa ukubwa, na sijajua kwa nini ilikuwa vile, lakini unahisi kwa nini ulimeshiniwa kwa ukubwa ule, kwa bana tunamuomba Issa Tambuo aje atoe zawadi, atoe neno kwa Mama Dangote. Kwa sababu Issa palikuwa na watu wengi sana wa maana sana pale na matajiri wengi walikuwa pale, lakini ulipoa first priority kwa ukubwa ule usiku ule, na jambo lilikuwa live, videos zilikuwa live na tulikuwa pale tuliona. Unafikiri kwa nini ilikuwa vile, yani Diamond pamoja na timu yake kuruhusu kwamba yani tunaomba basi Issa Tambuo, yani fikiria kwa Dar es Salaam hapa kuna watu wangapi wasiitwe pale, lakini kwa nini iwe wewe? Kwanza ni kitu kizuri unajua Nasibu ni mtu mkubwa, sio tu mkubwa kwa Tanzania, lakini mkubwa hata kwa dunia, Afrika. Ni mtu ambaye ameshajitengenezea mashabiki, lakini ameshajitengenezea jina kubwa. Na kwa kifupi ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo kwangu mimi nimefurahi, lakini na ndivyo inavyotakiwa kusapotiana. Inapohitajika jambo la kumsupport mwenzako, wewe unasupport. Mimi nilipokea kadi ya mwaliko kama kawaida, Tambu bwana tunakualika kwenye birthday ya mama. Wewe kama mtu ambaye tumeona unafaa kuja, basi tunakukaribisha. Na bila hiana mimi nikakaribia kwenye birthday ile, na nashukuru jambo lilikwenda vizuri. Kwa mimi hata sikujua kama kuna chochote, kama baadaye nitakuja kutaja nitakuja kwa nini. Lakini nimefurahi kwa sababu mimi ni mfanya biashara na nahitaji pia kuboostiwa na wenzangu. Unajua unapotaja kwenye matukio kama haya pia inakurahisishia wewe kwenye biashara zako. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Nasibu, lakini na wahakikishia wa Tanzania pale mimi ni nyumbani. Kwa hiyo hakuna chochote kile ambacho kimeenda kinyume. Mimi nimefurahi, lakini nadhani hata watu wengine pia wamefurahi. Na bahati nzuri kuna watu wengi pale, kwa kuna Mandazi Store, mtu wa masimu yule naye alipewa nafasi, umeelewa. Lakini pia shughuli kama ile hamwezi kupewa nafasi watu wote, kwa sababu watu wengi pale, ukipewa watu wote itabidi iwe siku mbili. Kwa hiyo tunachaguliwa kadhaa, na lakini msidhani kama kuna mtu amelalamika katika hilo. Nadhani mimi ni kitu kizuri, mimi nimefurahi bwana. Okay. Moja ya tukio ambalo lilifurahisha watu wengi ni the way ambavyo Baba Levo mheshimiwa alivyotaja kwamba bana sasa hivi huyu ndo mtu pekee ambaye ndo namba 1 kwenye kusupply magari nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla. Lakini akasema sasa najui mara nyingi Issa anaweza akasema bana nakupa gari utalipa kidogo, lakini ghafla unaamua amekuja kulichukua. Nilimwona Diamond alicheka sana pale mpaka akaenda akajibanza kwenye bango hivi, anacheka kwa nguvu sana, anajikaza lakini alishindwa. Unafikiri kwa nini Baba Levo aliamua kuzungumza vile? Ni kweli unafanyaga tu hivyo Issa? Na unajua Baba Levo ni mtu ambaye anatengeneza content zenye utani ndani yake. Baba Levo ni mtu ambaye akizungumza jambo lazima aweke na utani, na ndio kitu kizuri. Pale tulienda kufurahi na watu tukafurahi, lakini mimi nashukuru nafanya biashara na kila mtu, tunapokubaliana kama ni kukopeshwa basi utakopeshwa kwa kufuata sheria zetu. Kwa hiyo hakuna mtu baada ya hapo tutaanza kumbugudhi, hatuwezi kufanya kitu hicho. Haje kutokea kwenda kumnyang'anya mtu gari kwamba bwana lipa kidogo kidogo alafu ghafla Tambu huyo. Jawai Baba Levo utamuweza yule. Unajua mheshimiwa anapenda utani. Safi sana. Tuliona zaidi ambavyo ulitoa zawadi pale, hukuhesabu hata noti moja. Uliingiza tu mfukoni kwa toa rubber band, vup kibunda pa. Hivi kwa haraka haraka ilikuwa kama shilingi ngapi hivi? Ilikuwa hata sera nyingi. Ilikuwa 100,000 tu ile. Haiwezekani bwana. Ilikuwa 100,000 tu. 100,000 tu. Kama ilikuwa kama nyingi kidogo. Ilikuwa 100,000 tumechukua tumeweka. Ilikuwa 100,000. Sasa kwa nini upongezwe kwa ukubwa ule kama kweli ni 100,000? Kwa sababu Mama Ulega alitoa zaidi ya milioni 16 pale. Unajua sasa si pale kulikuwa kuna itikizo cha mtu ana mapesa mengi au ana mafanya nini ndio upongezwe. Mimi nadhani watu wote pale walikuwa watu wakiwa sawa. Kutoa pesa ni mapenzi yako mwenyewe. Wala Nasibu kusema sasa mamangu mumpe kiasi cha kusema. Umeelewa? Wala mama Nasibu naye kusema mimi nataka kiasi kadhaa. Kwa hiyo kiasi chochote cha pesa mtu anaridhika, na ndio kwa sababu huwezi kumlazimisha mtu atoe milioni 10 wakati hana uwezo huo. Huwezi kumlazimisha mtu atoe 500,000 wakati hana uwezo. Kwa hiyo pale ilikuwa kiasi chochote. Hata ungetoa 1,000 ilikuwa ni sehemu ya wewe ndio uwezo wako. Okay. Mara nyingi tulizoea kwamba ukiwepo mahali lazima Doto awepo, lakini sasa hivi tunaona wewe tu mwenyewe ukisimama tu mahali, yani una nguvu kubwa sana ya ushawishi wa kile, yani bila hata Doto.
naona takriban kuna takwimu kama miezi mitatu imefanyika. Tunaona ni wewe kama wewe una uwezo wa kufanya jambo na likaenda kwa ukubwa na watu wakaitika na waka appreciate. Mimi nataka tu kwa jinsi ambao wanatazama hapa, umeweza vipi kufanya biashara yako iwe na entertainment ndani yake kwa ukubwa huu? Kwanza mimi nataka niwaambie jambo akiwepo Doto linakuwa bado limepwaya. Umeona ni jambo kwa mfano siku ya Doto angekuepo lingekuwa kubwa zaidi ya pale, kwa sababu ni mtu ambaye unajua Doto ana fan base, mashabiki wengi, lakini mtu ambaye ana comedy ambayo ile mimi siwezi kufanya. Na mimi naelewa, mimi yoga na shabiki wa namba moja wa Doto, na siku alichelewa tu, unajua tena naye ameshakula vitu vyake akalala bwana, akachelewa. Afu unajua madali ni mbali kidogo kwa hiyo ndio kitamsababisha akachelewa kufika. Lakini mwisho wa siku unajua kitu chochote Mwenyezi Mungu ndo anapanga bwana. Kwa mimi siwezi kusema eti naambia kila siku Mungu akikadiria ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo haya yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu, umeelewa? Na sisi tunaomba waendelee kutuunga mkono, waendelee kutusupport, kwa sababu mwisho wa siku bila ya watu sisi hatuwezi kufanya kitu chochote. Okay. Yeah. Vizuri sana. Lakini baada ya pale sherehe hiyo mitandaoni pakikanuka tena, tukaona kuna mikanganyiko imeendelea pale kulingana labda sherehe imefanyika kwa ukubwa, wamekuja matajiri wa maana kama kina Issa, labda pengine kuna kiburi kimeibuka hapo. Sasa hivi kuna sitofahamu mbalimbali zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, na yote kwa yote ni kwamba katika tukio hilo Diamond na Mix walitawala sana kwenye ile sherehe. Labda una comment yote, kwa sababu ndio umekaa meza za VIP pale, labda ulitafsiri nini kwa haraka kwa upeo wako? Yaani Mix wa nani? Yaani Mix wa Diamond walikuwa wengi sana pale, yaani kuliko wageni wengine. Mimi hata sije kujua sana hapo kuna X wa Nasibu kwa kweli. Kwa sababu unajua ni siri ya mtu. Mimi kwa kweli sijawahi kujua pale. Mimi nimeona tu aliko wengine kina dada zetu ambao kimsingi ni watu ambao wanajulikana kwenye mitandao. Kwa hiyo mimi sijajua kama pale kuna X wanasebo kabisa. Okay. Issa, nikutoe huko tuingie kwenye utajiri, kwa sababu unajua unapozungumzia Issa kwa Kinondoni utajiri ndio yeye, yani ni mfano wa matajiri bora. Kuna sherehe imefanyika Katoro Geita, nadhani umeiona Issa, sio? Nimeona kwenye mitandao. Nipe mtazamo wako kwa haraka, kwa sababu tumeona kama bibi harusi amezawadiwa shilingi bilioni 1 na milioni 4, lakini pia alipelekwa saluni na helikopta, na ile helikopta nadhani imelipiwa kwenye kampuni moja inaitwa Kill Media, ndio walikuwa na supply ile issue ya usafirishaji kwa upande wa helikopta. Lakini inaonekana pia kwamba hata ule mtoto sio kwamba ule kwamba ni babake mzazi, ule binti sio babake mzazi. Kwanza unipe kwa haraka, kuna siri gani katika kufanya sherehe za gharama kwa kiwango kile? Sasa unajua shughuli ni wewe mzazi na familia yako mnavyoipanga. Hakuna ubaya wote kufanya sherehe ya gharama yoyote ile, lakini mradi tumsifanye ile ambayo sasa itakwenda kukufuru, itakwenda kukosea utamaduni wetu wa dini na nini. Lakini kwa sherehe kama ulifanya, mimi naiko sawa, ni uwezo wa kifedha, na bahati nzuri watu wa kanda ya Ziwa ni watu ambao wamekuwa na mapesa mengi, wanafanya kazi za madini yanapata pesa mengi sana. Kwa hiyo mimi sikiona kitu cha ajabu, nimefurahi, nimependa, nimeona watu zawadi tu wametoa bilioni 1, wanadhani sio mchezo hiyo, bilioni 1. Yaani mimi ungeniambia watu wanipe milioni 100 na Doto niwape, ningewachukua Doto nikawapelekea. Sio mchezo. Moja amenichanganya. Lakini hiyo ni kuonyesha kwamba familia ile ina umoja kiasi gani, kwa sababu nadhani ile bilioni 1 ni wamesema ni ya kamati. Umeelewa Kwa kamati unaweza kuona ina nguvu kiasi gani kwanza imeweza kukusanya bilioni 1. Umeona? Kwa mimi ni kitu kizuri, nimefurahia. Hizo zingine zote ni entertainment tu, kumchukua bibi harusi na helicopter. Ni kitu kizuri, wala hamna ubaya wote. Kitu kizuri sana. Labda tajiri yule alisha kukuungishaga magari kadhaa, labda kwa kumbukumbu zako? Hapana, kwa kweli. Kwanza mimi hata simfahamu. Yule yuko Sandra Mona pale leo. Japo mimi nimekuwa nafanya biashara sana na watu wa kanda ya Ziwa, lakini bahati mbaya yule bwana mimi sijafanya naye biashara kabisa. Ndio kwanza nimemwona tofali, lakini nikana tajiri anaweza. Kwa hiyo tunamkaribisha Satambu Motors. Tumwambia sisi ndo mabingwa wa uza magari Tanzania hii. Kwa haraka zile GXR ukiziangalia ni kwamba zilikodishwa kwako? Bahati mbaya au bahati nzuri tu niseme sisi hatuna gari ya kukodisha hapa. Hatuna gari ya kukodisha. Lakini sasa zile gari kwa kanda ya Ziwa ni za kawaida, unajua. Kwa sababu kanda ya Ziwa kila mtu ana nani na GXR na Mazda XR. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa kwa kanda ya Ziwa. Na kama wameweza kuchanga bilioni 1, hawezi kukosa gari 20 zile GXR. Maana mwenye kuna ile bilioni 1 kama yake kila mtu ana GXR. Kwa ni kitu cha kawaida kabisa. Lakini mimi nataka kujua zile gari ni zimekodishwa au wamezinunua kwa ajili ya kazi ile? Ukiangalia kwa haraka kwa uzoefu wako. Mimi uzoefu wangu. Kwa sababu ni familia ya watu ambao wanajiweza. Na zile gari ziko kama 20 au 25. Kama watu wamechanga bilioni 2, maana yake wana uwezo watu wengi pale. Kwa ni kila mtu gari yake ametoka tu amescot, ni kitu kizuri imetoka naye. Ni rangi. Kwani kuna tatizo gani kufanya na rangi? Rangi sikia mtu anapenda, na bahati nzuri hizi ZDX wanapenda watu wengi gari nyeupe sana.
Watu wengi wanapenda gari nyeupe. Watu wengi wanapenda gari nyeupe hizo ZDX unazozitaja. Ni muonekano. Unajua sasa ni mapenzi ya mtu. Mtu mwingine anapenda gari nyeupe, mwingine anapenda gari nyeusi. Lakini kwa ZDX nyeupe imependwa sana. Sana yani imependwa. Na kinachofanya watu waipende ni nini hasa? Muonekano. Unajua kitu cheupe kinaonekana kile pale, kina shock ni macho, wow kile pale. Lakini ZDX ni moja ya matoleo ambayo Toyota wamefanya vizuri sana sana sana. Ina muonekano mzuri lakini performance nzuri, umeelewa? Lakini ukiachana na performance, hata spare zake zinapatikana kwa urahisi, haisumbui. Kwa ina sababu nyingi za kufanya kila mtu haipende hiyo gari. Okay, je, ni halali mtu kufanya sherehe ya kiwango kile kwa mtoto ambaye sio wa kwake? Ni ndugu tu kumfanyia sherehe ni mtu yote. Mimi sidhani kama kuna ubaya, hata sio ndugu, hata mtu, kwa sababu hisani atakayofanyia mtu yote duniani. Yaani sio tu awe mtoto wake, atange kwa mtu baki jirani. Umeelewa? Hisani atakayofanyia mtu yote. Yaani dini zinatufundisha tuishi kwa wema, tupendane, tuhurumiane. Umeelewa? Panapohitaji kusaidia, tusaidiane. Kwa haijasema sasa lazima mtoto wako ndo mimi nimeona iko vizuri kabisa. Tena kama ndo sio mtoto wake, atakuwa ametisha sana. Yeah. kweli Kabisa. Lakini sasa watu wanajiuliza kwamba pesa zote zile zinavyotolewa, yani kwa nini labda asingesaidia labda watu wasiojiweza na nini? Yani kumekuwa na maneno kama mitandaoni Isa, na mimi najua pesa zile umezoea, mabunda umezoea, ni sehemu yako ya maisha. Naona kasema naweza kuzungumza nawe unipe experience ya utajiri kama ule. Sasa hapo ni kumpangia mtu matumizi ya pesa zake, na hiyo haifai. Lakini maadamu hajafanya jambo ambalo linamchokeza Mwenyezi Mungu, hakuna tatizo lolote. Kitu kibaya ni kile ambacho umefanya kitu kibaya kiasi kwamba umeshindwa kusaidia jamii nyingine, alafu umekwenda kufanya ile pesa katika matumizi mengine mabaya sana. Hiyo kwa kweli hata dini zetu inatukataza. Lakini amefanya mambo yake ya sherehe, sasa huwezi kumlazimisha. Sasa sherehe yako usifanye hivi, chukua hiyo hela ndio kama yule mtu dawa. Kiuhalisia sherehe maximum za matajiri zinatakiwa ziweje? Sherehe hayuna maximum. Sherehe ni nguvu yako na ulivyojipanga. Unaelewa? Kwa hiyo kuna mbele sherehe iwe hivi. No, sherehe ni wewe mwenyewe unavyopangilia na nguvu zako unavyoona zinafaa. Yeah. Kwa nini unatajwa kwamba wewe ni miongoni wa watu ambao hamsupport sana anasa? Tusupport anasa. Sasa anasa ni kitu gani? Anasa ni pombe nini, sio? Au vitu gani? Yaani starehe, sio mtu wa starehe sana wewe. Kwa starehe. Nadhani ndio tulivyokuwa tu. Mimi napenda tu kula, kuvaa kawaida. Na ni starehe, lakini sio starehe ambayo hazina sababu ya msingi mimi kwangu sifanyi. Yeah, mimi sifanyi starehe ambazo hazina sababu ya msingi. Maana huwezi kunikuta bar, huwezi kunikuta club mpaka dunia inageuka hivi. Kwa hiyo yani si starehe ambazo hazina sababu ya msingi. Kwa nini uliamua kuchagua maisha hayo Isa? Labda pengine mtu ukifanya hivyo unakuwa na pesa au inakuwaje? Hapana, wala sio hivyo. Nidhani tu ni kwanza, mimi unajua mimi napenda kuishi vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametuelekeza. Kitu cha kwanza. Haya mengine tutakuwa tunakengeuka kwa sababu binadamu hatujakamilika. Yaani Mwenyezi Mungu ametumba lakini si wakamilifu. Lazima kuna namna tunateleza. Lakini hata hiyo kutoka kuteleza sasa kusukula kwa makusudi. Kwa ndio maana mimi nikawa na kunywa pombe hakuna ulazima, kuvuta bangi hakuna ulazima, kwenda shuma club ni hakuna ulazima. Kwa hiyo nikatengeneza kama maisha yangu kwa kawaida kakizamani, lakini nafurahia na nishazoea. Umeelewa? Yeah, nishazoea kabisa. Umezoea kabisa. Kabisa. Unajua kushawishiwa labda na watu, labda Aisa labda wenzetu hivi. Maana kwenye achi tunakuona kwenye achi. Yes, lakini sijawahi. Alafu bahati nzuri mimi nakaa na watu, nakutana na watu wengi unajua toka zamani. Lakini mimi sio mtu wa kuiga. Yaani mimi ndio tukakutana wewe unafanya kitu kibaya kabisa, lakini mimi nisikifanye. Na tunapiga story mpaka tunaachana, tutakata miaka 7, siwezi kukuiga. Maadamu mimi najua kabisa hichi kitu unachokifanya wewe hakifai. Lakini mimi siwezi kukuiga. Ni si muumini wa kuiga jambo. Okay. Akina dada kwenye comment wengi wanasema kwamba hakunaga siku labda umeshawahi kuonekana umenuna. Labda uko umekasirika Isa, unakuwa ni mtu wa namna gani? Bahati nzuri bwana, mimi sikasirikagi kabisa. Yaani sasa utafanya nikasirike bwana. Yaani sijui atofanya nini, mimi sitokuchukia. Dada na kikutanaga na mtu anakwenda tofauti na Mungu kidogo, ndo nafsi yangu inasononeka sana. Mimi ukiona ndo matokeo makini sana ukikuta post yote kwenye mitandao inahusiana na mambo ya Mungu, lakini mtu amekosea utaona nimecomment pale. Sipendi kitu makapo kitu sikipendi. Ni ile mtu sasa kuanza kuleta zihaka na Mwenyezi Mungu au mambo ya dini kuleta zihaka, hiyo mimi ninakuwa sipendi nazo. Lakini mambo mengine ya duniani hapa tunapiga fresh. Isa, tunaelekea mwishoni. Moja ya kitu ambacho pia kinatajwa ni msikiti ambao umeujenga hapa kwenye ofisi yako. Kwamba umewezaje kujenga msikiti na kwa nini kilikushawishi? Sasa msikiti si ni kurahisisha ibada. Unajua hapa sisi msikiti kidogo na kwamba kidogo, lakini kuna muda mtu unakuwa busy sana mpaka sala inakuwa imekupita. Kwa hiyo usipokuwa makini hautosali. Tukaona sasa ili tutoe changamoto yetu tukajenga sehemu ya
kufanyia ibada, wala sio msikiti, ndio tutoke mswala, kwa sababu tuna jamii ya vijana wetu kama 6-7. Kwa ikifika muda wa kufanya ibada, basi tunafanya ibada. Na mwisho wa siku unajua dunia hii ni starehe, nawaambiaga siku zote dunia hii ni starehe ndogo sana yenye kupumbaza, kwamba tunaishi lakini mwisho wa siku lazima tutakufa. Mapesa, magari, mashowroom yote, majumba yale ya Bunju, umeelewa, wake zetu wazuri, watoto wote tunawaacha. Yaani wote tunaviacha, lakini tunakwenda kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lazima ujitahidi uitengeneze sasa na akhera yako. Yaani unavyoishi duniani lazima ujitahidi kuitengeneza na akhera. Ukimwona mtu anaisahau sana nani akhera, anaitengeneza dunia, hajajua thamani ya akhera na ni mshamba. Na kwa sababu mwisho wa siku sisi tukifa tunaondoka na sanda tu. Yaani haijalishi mimi sina magari showroom nzima haya. Sana atanisindikiza tu makaburini 4 5, lakini yote atarudi showroom, nitabakia peke yangu. Kwa lazima sasa tuitengeneze akhera yetu kesho. Kwa tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema, tuweze kufika katika yale ambayo tunayapenda kesho akhera. Matajiri wengi wanaonekana kwamba hawapendagi kusikia habari za kuzimu na kufa na nini, lakini umekuwa mwepesi sana katika hilo. Nini kilikukuta? Hakuna kitu chochote. Basi ni washamba, kwa sababu huwezi kukataa kupewa habari ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kile ulichopewa hakika Mwenyezi Mungu ndo amekukadiria akakupatia. Wapo watu wangapi wengi duniani hawajapewa, wamepewa wewe. Sasa ukiwa eti mtu anakuambia hataki mambo ya Mwenyezi Mungu, huyo mtu ajabu sana. Kusikia mambo ya kufa tu hataki kabisa. Lazima kullu nafsi zaikatul maut. Sisi kuna dini tunaambiwa kila nafsi ya binadamu lazima itaonja umauti. Amekufa Mtume Muhammad, kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Yaani kama mtu angekuwa na haki ya kubaki duniani, basi angepaki Mtume wa Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Au Isa ibn Maryam, lakini wote wameondoka, tumebakia sisi, na sisi tutaondoka, tutakuja mpaka mwisho wa dunia. Bwana wewe. So far kauli yako ya mwisho kuhusiana na kilichofanyika Katoro. Wana wametisha kabisa. Wametisha kabisa. Mimi nimependezwa nao. Na hii ndio inavyotakiwa, sherehe zifanyike katika hilo. Nadhani watakuwa wengine wameiga. Kwa tutegemea kuona masherehe makubwa kama hayo. Ulisema kwamba mwaka huu utatangaza sherehe. Huenda ikafanyika kiwango kile. Kwa kweli inabidi hata mimi ni cancel tu. Nitulie kwanza. Huyu katunyoosha huyu. Mpaka msahau wa Tanzania. Mpaka wa Tanzania wasahau, maana ni dharau. Zarau kwa nini? Uwezo utafanya nini tena, mzee kashamaliza kila kitu wewe. Bwana Isa amenyosha mikono sherehe ya Katoro. Nini comment yako? Mimi naitwa Brain Bongo 5 TV.